Ujambo na karibu ndani ya JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa tunakuletea taarifa sahihi za haraka na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya DRC. Hapa utapata taarifa ambazo zinahusiana na masuala ya siasa, uchumi, mazingira, jamii, michezo na kadhalika. Ndani ya taarifa zetu utapata uchambuzi vile vile kutoka kwa wachambuzi wetu, lakini pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maripota wetu. Leo ni Jumatatu Mei 25, 2026. Tulionayo leo. Hali ya wasiwasi ilitanda mjini Kisangani baada ya droni mbili kutishia kushambulia uwanja wa ndege. Na ugonjwa wa Ebola waendelea kusambaa na kuua nchini DRC. Na sasa tuangazie kwa kina taarifa zetu. Hali ya wasiwasi ilitanda mjini Kisangani baada ya droni mbili kutishia kushambulia uwanja wa ndege. Wakati huo, hali bado ni ya wasiwasi huko Kivu Kaskazini kutokana na mashambulizi yaliyolenga miji ya Rubaya na Rumangabo. Ramadhani Kahambo na ripoti kamili. Hofu ilitanda Jumapili Mei 24 mapema jioni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Bangboka huko Kisangani, mji mkuu wa jimbo la Chopo. Kulingana na vyanzo vinavyothibitisha, ndege mbili zisizo na rubani zilijaribu kulenga mitambo ya uwanja wa ndege kabla kuzuiwa katika safari ya katikati ya ndege na vikosi vya wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Kulingana na shuhuda kadhaa, mashine hizo mbili zilionekana walipokuwa wakielekea eneo la uwanja wa ndege. Shukrani kwa uangalifu na majibu ya haraka ya mifumo ya ulinzi ya FARDC, drones hizi zilinaswa kabla kufikia lengo lao. Wakati wa matukio, kituo cha Bangboka kilichokuwa na shughuli nyingi, makumi ya abiria, wahudumu na wafanyakazi walikuwepo wakati tahadhari hiyo ikitolewa. Watumiaji waliondoka haraka kwenye uwanja wa ndege hadi katikati mwa jiji wakihofia usalama wao. Hali hii ilikuwa na athari za haraka kwa trafiki ya anga. Safari ya ndege ya kampuni ya kitaifa kutoka Kinshasa ilikhairishwa dakika ya mwisho, kuonyesha athari ya moja kwa moja ya tukio hili kwenye shughuli za uwanja wa ndege. Katika hatua hii, mamlaka za mkoa na kijeshi bado hazijawasiliana rasmi kuhusu tukio hilo. Ukimya huu unachochea maswali kuhusu waandishi na motisha za jaribio hili la shambulio. Hii si mara ya kwanza kwa uwanja wa ndege wa Bangboka kulengwa. Mnamo Februari na Machi 2026, mashambulizi kama hayo yalihusisha vifaa vya vipulizi yalikuwa tayari yameripotiwa. Katika kila tukio, vikosi vya jeshi vilifanikiwa kuzuia majaribio hayo. Wakati hali inaonekana kudhibitiwa kwa sasa, shambulio la Jumapili hili linafufua tena mjadala juu ya kupata miundombinu ya kimkakati, haswa viwanja vya ndege, katika muktadha unaoashiria kukosekana kwa utulivu na kuzidisha kwa vitisho. Hayo yanajiri wakati hali ya usalama bado ni ya wasiwasi katika maeneo kadhaa katika maeneo ya Masisi na Ruchuru, Kivu Kaskazini, siku moja baada ya mashambulizi ya angani yanayohusishwa na ndege zisizo na rubani za kijeshi. Mashambulizi haya yalilenga hasa Rubaya na Rumangabo katika mazingira ya mapigano makali ambayo yameendelea kwa zaidi ya wiki moja katika eneo hilo. Katika hatua hii, hakuna ushuru rasmi wa kibinadamu ambao umewasilishwa na mamlaka. Migomo hiyo, ambayo asili yake bado haijabainishwa, haikudaiwa na pande zote zinazohusika katika mzozo huo. Kulingana na vyanzo vya ndani, milipuko ya mabomu imesababisha wasiwasi mkubwa miongoni mwa raia ambao tayari wameathiriwa na ukosefu wa usalama. Kituo cha mafunzo kilishambuliwa huko Rumangabo katika eneo la Ruchuru. Shambulio lilitokea Jumapili ikishambulia kituo cha mafunzo kilichokusudiwa kwa wanawake na wajane wa walinzi wa ICCN walio ndani ya hifadhi ya kitaifa ya Virunga. Uharibifu mkubwa wa nyenzo umeripotiwa, lakini hakuna upotezaji wa maisha bado umethibitishwa. Kulingana na vyanzo thabiti, nyumba ya mapokezi iliyolengwa katikati ya usiku saa chache mapema. Shambulio lingine lililenga nyumba ya mapokezi katika mji wa madini wa Rubaya katika eneo la Masisi. Uanzishwaji huo ulisemekana kuwa na makazi ya watu kadhaa wakati wa hafla hiyo. Hapa tena hakuna taarifa rasmi ya kuamua kiwango cha hasara
Migomo hii hufanyika katika muktadha wa mapigano makali kati ya waasi wa AFC M23 kwa muungano wa vikundi vya wazalendo vinavyoungwa mkono na FARDC. Kwa siku kadhaa, mapigano yamekithiri katika eneo la Masisi, haswa baada ya kutekwa upya kwa baadhi ya maeneo katika sekta ya Katoi na vikundi vya wazalendo. Mapigano sasa yanaendelea kwenye muhimili wa Kinigi Chugi kuelekea Rubaya, huku kurushiana risasi kukiripotiwa kati ya Nyakigano na Kasake kuelekea Ngungu. Ongezeko la mapigano na madai ya matumizi ya ndege zisizo na rubani katika eneo hili yanazua wasiwasi mpya kuhusu kuongezeka kwa mzozo huko Kivu Kaskazini. Katika muktadha huu, idadi ya raia inasalia wazi kati ya kulazimishwa kuhama, uharibifu wa miundombinu na kutokuwa na uhakika unaohusishwa na operesheni zinazoendelea za kijeshi. Wakati mapigano yakiendelea, ukosefu wa mawasiliano rasmi kuhusu mgomo huu unachochea maswali kuhusu hali yake na athari zake katika mzozo ambao tayari ni tata. Ni ripoti yake Ramadhani Kahambo. Na mwishowe kabisa, ugonjwa wa Ebola unaendelea kuua na kusambaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeremia Sani Chaweri na ripoti kamili. Tangu kuripuka kwa virusi vya Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vifo na maambukizi vyaendelea kushuhudiwa hapa na pale, duru za kuaminika zikiripoti. Katika mji wa Bunia mkoani Ituri, wagonjwa zaidi ya 35 wamesajiliwa, huku maambukizi ikichukua mwendo kasi. Nzala Izai ni mmoja wa madaktari mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mgonjwa ambaye tunaita suspect Ebola ni mgonjwa ambaye anaonekana na alama za Ebola na ametokea kwenye magonjwa zilikuwa, na tunamuona ni wengi ambao tuko napata wa suspect ni watu ambao walionesha zile alama na walitoka ku province ya Ituri, na ndio wale ambao tumepata hapa na tumekwisha kutosha echandio zao zimeenda kwenye laboratoire, tuko na chunga resultat, na ndio maana tunawaita ka suspect parce resultat haiyakuya, lakini wana alama za kufanana na wametoka vile kule Bamungwalu walitokea kule Ituri, na ndio maana tunawaweka wako isole, tumewaweka kando ndani ya chumba mbali na wengine wagonjwa wako napata matibabu pale, tukiwa tukingoja majibu ya laboratoire kama itasema nini. Kwa kupiganisha ugonjwa huu wa virusi vya Ebola, kipi kinapaswa kufanyika daktari? Kwa kupiganisha ugonjwa, nasema ya kwanza, tusisalimiane tena na mikono. Ile ndio kitu ya kwanza. Hata na wale wako nataka kusalimiana kupigana ile ngokola wala kude, vile haiko vizuri. Ya pili, tunawe mikono zaidi na zaidi. Wakati umegusa kitu, wakati umegusa mlango, wakati umegusa telefoni ya watu, wakati yote kuwa nanawa sabuni na maji. Na kama hauna sabuni na maji, unapaswa nawa sabuni na majifu. Wakati hauna sabuni, unapaswa nawa sabuni na majifu. Na kama uko na mwaye, unapaswa pata ile desinfectant ambayo inaujishwa ndani ya farmasi ambayo tunaita hydroalcohol. Wakati kuna ile, unapaswa kuwa natembea na kamgeo yako. Wakati umegusa, umestuka, unasalimia mtu mara moja, pakala mikono yako mbio mbele ya wakati, paske ile virusi wakati imefika kwenye mkono, mbio pale ni mkono ndio tepeleka kwenye kinywa, ni mkono ndio tepeleka kwenye pua, ni mkono ndio tepeleka kwenye licho, ni mkono ndio tepeleka kwenye masikio. Na imeonekana, watafiti wanasema hauwezi kufanya saa moja wala nusu saa kama huyagusa wala licho sura yako. Donc wakati virusi imefika kwenye mkono, ni rahisi fate ingia mara moja kwenye shimo zile zote ambazo nimetaja. Wakumbuke tena epidemia 2018 ilikawia na iliua watu wengi kwa sababu ya maubishi, ilikawia na inaua watu wengi kwa sababu ya maspekulasyon, kuongea mambo ambayo hayafai. Mashirika za raia zikizidisha hamasa kwa raia. Diedone Losa ni wa shirika la raia katika mkoa wa Ituri. Ebola ni ugonjwa ambaye inaua na inaua kweli. Kuna watu wengi wangali wanababaika, hawajakubali ya kwamba Ebola ni magonjwa ambaye inapaswa ua. Hivyo ninaita raia yote ya Ituri waweze kushika ile mpango, kwa sababu Ebola inaua. Haichague mganga, haichague mtoto, haichague mtajiri, haichague masikini. Kila mtu
akipata ile magonjwa anakufa. Hivyo tunaomba kwa raia waweze kushika ile mpango na wajilinde, hiyo itaacha tunapitanisha ile ugonjwa. Mchango wenu kusindikiza serikali ya Kongo ni nini? Namna sisi tunashindikiza serikali ni kwa umisaji ama sensibilization, ndio tumefanya. Hii ndio mamlaka tunayo kwa kusaidia serikali ya Kongo. Tuko tunapiganisha kila mtu kwa sehemu yake, na tunasi hata kwa government azidi na kufanya sensibilization ngazi mbalimbali, kwa sababu kazi inaomba watu wote waweze kujiweka Raia wa mkoa wa Kivu Kusini wakiwa katika changamoto kubwa, akisema Pasifike Karura akiwa kwa sasa katika mji wa Uvira. Kwa sasa hii maradhi ya Ebola imeleta kabisa changamoto, kwa sababu kishafata vizuri watu zaidi, watu wa Bukavu wanategemea sana Rwanda, watu wa Uvira wanategemea sana Burundi. Sasa ile yote yakishafika mwile hatua ya vile, tunahofu kusema kwamba mipaka inaweza wakafunge mipaka, watu wakaendelea kusumbuka. Tunasumbuka kwanza na vita ya MP3 na vita vingine tena, na hivi tena vinaripuka tena. Tunaona kwamba italeta tena kabisa changamoto kubwa sana kwa raia ya mashariki mwa DRC. Nini mchango wenu kama raia? Hatuna mchango wote ile, kwa sababu ni ugonjwa ambao umetokea, na kwa sasa watu wanaanza kufa mara kwa mara. Unasikia Ituri wapi, Beni sijui na wapi, na mpaka kwa sasa kabisa ilishakuwa kwa mkoa wetu sisi, mkoa ambao tunaishi. Na kwa sasa kabisa watu wote kama wako na oga kusema kwamba mtu atoke Uvira ende lala Burundi. Leta kabisa hofu kusema kwamba mtu akishaenda lala Burundi kuna maana atakafungiwa mpaka kule na kabakie kule, kwa sababu hii maradhi kwa kweli inasumbua sana raia ya mashariki mwa DRC. Ugonjwa huo ikiwa kwa sasa umeenea katika mikoa mitatu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, waonekana kutokuwa hadi sasa na chanjo hata matibabu, na ndio maana umechukua mwendo kasi na kusababisha zaidi ya vifo vya raia. Kivu Kaskazini, Kivu Kusini na Ituri ikiwa ni mikoa kwa sasa ambayo imeambukizwa, viongozi wa mikoa wameweka mikakati ya kupiganisha maambukizi ya raia. Luteni Jilo Ngongo ni msemaji wa gavana wa mkoa wa Ituri. Considérant la nécessité kulingana na kulinda raia wa mkoa wa Ituri kutoambukizwa na virusi vya Ebola, na kulingana na tishio ya maradhi hiyo kwa raia wanaopatikana maeneo mbalimbali mkoani Ituri, mikakati muhimu ya kulinda raia wa mkoa wa Ituri imechukuliwa na viongozi wa serikali kwa kupiganisha maradhi haya ambayo kwa sasa imechukua kasi na kusababisha mamia ya wakaaji kufariki. Mikakati hiyo ikiwa ni pamoja kwa kulazimisha raia kuwa wakinawa mikono na sabuni, kuheshimu pia meta baina ya raia wanaosimama pia na wanaoikaa, na hiyo itakuwa ni miongoni mwa kupiganisha maradhi hiyo isiwe ikambukiza kila wakaaji wanaopatikana katika mkoa wa Ituri. Kupeana mikono, kukumbatiana, pamoja na kusogelea maiti ya mtu yoyote usiyojua kama mifarikije katika taasisi ya kupiganisha virusi vya Ebola. Hata hivyo, kutosogelea mgonjwa yoyote ambaye haujui kama amekutana na mtu gani, na hiyo itakuwa mojawapo ya njia ya kujiepusha kujiambukiza na virusi vya Ebola. Raia wote wa Ituri mumealika kuweka vyombo vya kunawa mikono katika shule mbalimbali, soko, viwanja vya mchezo na maeneo mengine, na hivyo mmealikwa kuwa mkiivisha vyakula vizuri, haswa nyama ya porini, na vile vile mmealikwa kuamini wataalamu wa afya wanaoendelea kutoa tahadhari mbalimbali kwa viongozi wa serikali na kuweza kuwatahadharisha raia wa Ituri kwa kupiganisha maradhi haya. Katika kipengele cha 5 imekatazwa kabisa kuchukua maiti kuielekeza maeneo mengine. Ou le rapatriement de corps sans vie d'une entité à une autre est interdit. Hata hivyo, serikali ya Kinshasa kupitia Wizara ya Usafirishaji imesimamisha kwa muda usafiri wa ndege hadi katika mji wa Bunia kwa kupiganisha maambukizi. Katika mkoa wa Kivu Kaskazini, haswa eneo zinazodhibitiwa na waasi wa M23, yaonekana kuwa ngumu kwa serikali kuwasili eneo kwa patikana visa vya maambukizi, ikisukuma raia kulalamikia viongozi wa Kongo kuwajia kwa msaada, kwani yaonekana viongozi wa M23 kutumika kwa maslahi yao hata kama wamejipanga kukabiliana na ugonjwa huo. Haya yajiri wakati wataalamu wa afya wakielezea wasiwasi yao kutokana na mapigano yanayoendelea, wakati WHO ikihamasisha wadau kukabiliana na Ebola ambayo ni hatari kwa wakaaji wa DRC na mataifa jirani.
Mwishoni mwa wiki iliyopita, taifa la Uganda liliamua kufunga mpaka yake kwa muda na DRC baada ya kusajili visa 5 vya maambukizi vya virusi vya Ebola, ikiwemo raia mmoja kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jeremy Hasani Kiawere, GCTV, Beni. Na ni kwa ripoti hiyo Jeremy Hasani Kiawere ndio natamatisha matangazo yetu ya leo. Naitwa Bedi Jean de la Croix, tukutane wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa.